Sayuni TV, neno la Bwana. Sayuni TV 62. Leo ni siku ambaye ninamshukuru Mungu, watu wa Mungu, kwa sababu Mungu amekuwa mwema, amekuwa kimbilio la moyo wangu. Na kila wakati anaponiamsha huwa ninamshukuru. Kila wakati anapokuwa pamoja nami huwa ninamshukuru Mungu, kwa sababu yeye ndiye muumba wangu. Na hako na uwezo wa kunimaliza, hako na uwezo wa kuniharibu. Lakini wakati ananitazama, anaona imani yangu, roho yangu yote iko ndani yake. Ndiposa kila wakati anakaa akiwa karibu na mimi. Ninamshukuru Mungu kwa sababu kutoka mwanzoni nilikuwa na huyo Mungu, mpaka wa leo niko na huyo Mungu, na kila wakati huwa ninamshukuru kwa sababu hako na kila jambo ndani yangu, kwa maisha yake, kwa mkono wake. Wewe ndugu yangu, dada yangu, ni nini ambaye wewe mwenyewe unamshukuru Mungu akiwa amekutendea, akiwa katika mbingu? Leo nataka tujifunze kuhusu wito, kwa sababu tumekuwa watu wengi sana. Kila mtu anaamka anasema nimekutana na Mungu. Kila mtu anaamka anasema nimekutana na Mungu akaniambia. Kila wakati anasema mimi ni mtumishi wake Mwenyezi Mungu. Nataka tuone huyo wito alikuita namna gani. Kuna watu waliitwa kuwa manabii. Kuna watu wameitwa kuwa makuhani. Kuna watu wameitwa kuwa wachungaji. Kuna watu wameitwa kuwa walimu. Wewe umeitwa wapi? Ni ishara gani uko nayo, ambao unaona wito ambao uko ndani yangu? Uko na ngalama kubwa ambaye imekalamika kuanzia Yesu Kristo msalabani. Mateso ambao wamepitia ni kwa sababu ya huyo wito uko ndani yako. Nataka tujue leo, tuache kujichanganya. Angalia wana wa Israeli wakati walikuwa na mabishano, wakati miungu ya Baali ilikuwa na mabishano na mtu anaitwa Elisha. Aliwaambia hakuna haja ya kuwa na mabishano. Tufanye kitu kile ambaye kitatuonyesha ya kwamba ni nani aliyekuwa nabii wake Mwenyezi Mungu. Angalia, manabii wa Baali walikuwa 450. Elisha alikuwa peke yake. Akawaambia kwa sababu nyinyi ndio wengi, anzeni. Maandiko yanasema ya kwamba walikuwa wengi hivi 450. Waliingia katika ibada yao, wakaweza kujikatakata, wakaweza kumuita Mungu wao asishe moto, lakini hakuonekana hata kidogo. Lakini mtumishi wake Mwenyezi Mungu ambaye ako peke yake, ambaye anaitwa Elisha, maandiko yanasema ya kwamba akatengeneza madhabahu, akawajamwakilia maji, akapanga mawe, akawekelea njiwa juu yake. Alipoita Mungu, akumaliza masekunde kama moto ya shuka. Sasa hata wao wenyewe wakaanguka chini na wakasema, na hakika Mungu wa Elijah ndio Mungu. Leo hii miungu ya Baali imejaa, na kila mtu anaamka na anasema yeye ndio anajua. Mimi ndio niliitwa naye Mwenyezi Mungu. Mimi ndio mtumishi wake Mwenyezi Mungu. Mungu ndio ananitambua mimi. Anakutambua kwa njia gani? Tunataka tufanye ishara. Tunataka tujue hiyo ishara. Tujue huyu ni nabii. Wewe ni nabii, uliitwa kwa njia gani? Tujue huyu ni kuhani, uliitwa kuhani kwa njia gani? Huyu ni mchungaji, aliitwa mchungaji kwa namba gani? Huyu ni mwalimu wa kufundisha, uliitwa ukiwa mwalimu kwa namba gani? Sikusema tu. Wacha tuingie katika kitabu cha Isaya 6. Tuanzie mstari wa 6. Ndiposa hapo tujue yeye nabii ambaye alikuwa anaitwa Isaya, Mungu alimwita namna gani. Maandiko yanasema ya kwamba basi mmoja wao malaika akaluka kunijia, akiwa ameshika mkononi koleo lililokuwa na kaa la moto alilolitoa madhabahuni, naye akanikusa nalo mdomoni, akasema, tazama, kaa ili imenikusa mdomo, umeondolewa hatia yako, umesamehewa dhambi yako. 8. Kisha nikamsikia Mwenyezi Mungu akisema, nimtume nani? Nimtume nani? Ni nani atakaye kuwa mjumbe wetu? Nami nikajibu, niko hapa, nitume mimi. Angalia saa hii, wakati Isaya anaitwa na Mungu, kumbuka malaika ameluka kwake akiwa na kaa liko ndani yake, akaenda akamkusa katika kinywa chake. Saa hiyo mdomo umechomeka.
saa hiyo mdomo ambao unauma, saa hiyo mdomo ambao unamuasa, saa hiyo mdomo ambaye anasikia unampeleka vibaya, lakini hakuangalia haya yote. Akarudi akasikia sauti yake Mwenyezi Mungu akiuliza, ni nani ambaye nitamtuma? Nani atakaye kuwa mjumbe wetu? Mtu anaitwa Isaya akasema, wewe Mwenyezi Mungu, niko hapa, nitume. Angalia, Isaya anaambiwa mtume. Isaya amechomeka mdomo wake, amekuswa na kaa la moto katika kinywa chake, lakini hata hakuuliza ni kwa nini huyu ananichoma, ni kwa nini unichome. Hapana, yeye alitulia. Alipotulia, maandiko yanasema ya kwamba akasikia sauti yake Mwenyezi Mungu. Huwezi ukasikia sauti yake Mwenyezi Mungu kabla hujakapitia. Huwezi ukasikia sauti yake Mwenyezi Mungu. Tuache kutanganya watu. Huwezi ukasikia sauti yake. Wewe unatoka kwa takataka, unatoka kule ambaye ni kwa dhambi, umelala ukifanya mambo machafu, alafu asubuhi unasema ya kwamba na Mungu akaniambia. Kwani Mungu alibadilika akaanza kuongea na wenye dhambi? Mungu alibadilika? Kama yeye mwenyewe alikusa mtu anaitwa Nabii Isaya na kaa la moto, ametuma malaika, amechomeka katika kinywa chake na kaa la moto. Lakini saa hiyo Isaya akasikia Mungu akiuliza, ni mtume nani? Isaya akasema, niko hapa, naomba unitume. Hata akuambia Mungu, na wewe kwa nini unauliza mtume nani na wewe umeshanichoma? Hapana, hapo na hayo manunguniko. Kwa hivyo unakuwa mnabii, unakuwa ambao umeitwa na Mungu, lazima kuna mahali Mungu alikufinya, ndipo ukaweza kutoshea kuwa nabii wake, ukaweza kutoshea kuwa ambaye ni mtume. Wewe ni mtu wa kutumwa upeleke ujumbe. Unapeleka ujumbe gani? Unakuta Elia hii watu wako wamesema katika anasa, wewe mwenyewe ni mwanasa. Unawezaje? Mungu anaweza kutuma kwao, hata kutuma namna gani? Hao ni watu ambaye wanasumbua watu, wanaua watu. Wewe mwenyewe tena ni muuaji, unawezaje kwenda kwa watu? Tujiangalie. Mstari wa 9 maandiko yanasema, naye akaniambia, nenda ukawaambie watu hawa, mtasikiliza sana lakini hamtaelewa, mtatazama sana lakini hamtaona. Kisha akaniambia, sipumbaze akili za watu hawa, masikio wasisikie, macho yao wasione, ili wasiye wakaona wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa akili zao, na kunikeukia nao wakaponywa. Huyo ni mtu ambaye anaitwa Isaya, alikuwa anatumwa na Mungu. Akawaambia watu, watatazama sana lakini hawataona, watasikiliza sana lakini hawatasikia. Tena akarudi akawaambia, pumbaza akili zao wasije wakanikeukia na wakaponywa. Na ndipo wanaona tunapata mgonjwa, tunaendelea na kumuombea, huyo mgonjwa hata hawezi akapona. Ni kwa nini? Shida ni wewe, shida si mgonjwa. Wewe hujaitwa kwa hiyo kasi, hujaitwa kwa hiyo kasi. Nani amekutuma kwa hiyo kasi? Na ndipo hapa anaambia Isaya aje, ati sipumbaze akili za watu hawa, masikio yao yasisikie, macho yao yasione, ili wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa akili zao, na kunikeukia na wakaponywa. Huyo ni Isaya, alitumwa na Mungu. Enda upumbaze akili za watu hawa, ili wasije wakasikia, ili wasije wakaona. Pumbaza akili zao. Na ndipo saa hii unakuta watu wamepumbasika, hawaelewi. Mtu anafanya chenye anataka, mtu anaongea chenye kimekuja kwa akili, anasema nimekutana na Mungu na akaniambia. Angalia hapa, Mungu Isaya akukutana na Mungu, alikutana na malaika. Malaika akamweka kaa la moto, lakini baadaye akasikia sauti yake Mwenyezi Mungu. Hakuna mtu alikuwa mnabii mkubwa kama Isaya. Hakuna mtu ambaye ni mnabii mkubwa kama Yeremia. Hakuna mtu ambaye alikuwa mnabii mkubwa kama Ezekieli. Hakuna aliyekuwa nabii mkubwa kama Daudi, kama Danieli.
Hao ni manabii wane ambaye Mungu alikuwa ananena na wao, lakini hakuna mahali walikuwa wanasema tukakutana. Hakuna. Walikuwa wanasikia sauti, walikuwa wanasikia sauti, wanasikia Mungu anawaambia tuende na tunaenda, wanasikia Mungu anatuambia tufanye haya na wanafanya. Lakini leo wewe umekuwa mkubwa zaidi kuliko hao manabii. Leo hii unasema nilikutana naye kwa barabara, nilikutana na Mungu kwa nyumba. Ulikutana naye wapi? Kama Musa alikuwa ananena na Mungu ana kwa ana na kuona sura yake, wewe ni nani? Ndio basi uweze kuwa unaona. Na ndipo sasa unaona watu wamejichanganya. Wewe unaamka tu hivyo unafikiria, ni nini naweza kufanya? Unasema leo acha niwe mtumishi wake Mwenyezi Mungu, na Mungu hajakuita. Na maandiko yanasema ya kwamba wazi, sio wote wamuitao Bwana Bwana watarithi ufalme wa mbinguni. Wewe uko wapi? Umepotosa watu wangapi? Ni watu wangapi ambaye umewapotosa? Wewe ni watu wangapi unapumbasa akili sao? Ni watu wangapi? Unaambia mtu wewe angalia sasa unaenda kubarikiwa, badala umuombea apate kasi, hiyo kasi itokee baraka, unamwambia atabarikiwa. Hatabarikiwa akifanya nini? Angalia mtu anaitwa Musa, wakati alikuwa anatoka nje ya Misri, maandiko yanasema ya kwamba Mungu alimuuliza umeshika nini, ili aweze kumweza adui ambaye ni Mmisri alikuwa anamfuata. Jeshi la wa Misri lilikuwa likiwafuata. Wewe ni nini ambao umeshika? Ndipo sasa naitishia baraka kwa hiyo kitu ambao umeshika. Umeshika nini? Aya, umeshika neno. Nani amekuita? Ni ishara gani Mungu alikuonyesha ukakaa chini ukasema, ile wakati nilikuwa mahali fulani, ile wakati Mungu niliteseka juu ya jambo fulani, hapo ndio nilisikia sauti yake Mwenyezi Mungu akiniita, akisema nataka nimtume. Nimtume nani? Angalia mtumishi anaitwa Isaya. Hapa anasema akaambia Mwenyezi Mungu, niko hapa nitume. Mstari wa 10. Mimi wa 11. Mimi nikauliza Bwana, mpaka lini? Naye akanijibu, mpaka hapo mji itakapobaki tupu bila wakazi, nyumba ya watu na inji itakapoharibiwa kabisa. Huyo ni Mwenyezi Mungu alikuwa ananena na Isaya, na akamwambia hao watu wapumbasi akili sao mpaka wakati huo mji utabaki bila watu. Wewe ulitumwa wapi? Ulitumwa ukaambiwa ukafanya nini? Uko na majeraha kani ambaye wewe mwenyewe ulijeruhiwa ni kwa ajili ya kazi ya Bwana? Ni kani uko nayo? Na ndipo Daudi akasema ya kwamba katika Zaburi 147 mstari wa 3, na mimi nitakuja kuwaponya majeraha mliojeruhiwa. Ni kwa sababu ya kazi ya Bwana. Kuna watu ndoa sao silialipika ni kwa sababu ya kunena Mungu. Kuna watu wengine ambaye kazi zao silialipika ni kwa sababu ya kupikania huyo Mwenyezi Mungu. Wewe ni nini ambao ulifanya? Wewe jiangalie, wakati unaponena, wakati unapotenda, wakati unapotanganya watu Mungu anasema, wewe jiulize. Na mimi nijiulize, Mungu aliniita wakati gani? Mungu alinifanya nini ili akaniita? Na tukifanya hayo, hakika tutakuwa na Mungu. Na maandiko yanasema ya kwamba tutakaa kama ule mti umepandwa kando ya mto, unafuta maji wakati wake na unasaa matunda kila wakati. Utakuwa unasaa matunda kupitia kinywa chako. Ndugu yangu, dada yangu, wewe mtu wa Mungu, wacha kuwa na wasiwasi. Mungu atakutendea na atakuinua kila wakati. Polo ujiangalie umesimama wapi. Amen and amen. Sayuni TV, neno la Bwana.